Naam, habari za wakati mtazamaji wa Channel 10 Plus. Leo ni Jumamosi ya Machi 14 mwaka 2026. Nikukaribisha katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Eden Bahati, nitakuletea habari za kitaifa na kimataifa, na katika habari za michezo na burudani tutaungana na Esther Mtebe. Karibu tuanze na habari za kitaifa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amemwagiza Waziri wa Madini kufika katika kijiji cha Starlike, halmashauri ya Msimbo, wilaya ya Mpanda, mkoani Katavi kabla ya bunge kuanza kutokana na kuwepo kwa kero ya maeneo ya wachimbaji wa madini. Mwandishi wetu Pasco Katona ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza na wananchi wa kijiji cha Starlike, halmashauri ya Msimbo, wilaya ya Mpanda, Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu amesema kuwa anamwagiza Waziri wa Madini kufika mkoani Katavi kwa ajili ya kutatua kero. Nimwelekeze Waziri wa Madini aje hapa kabla ya bunge kuanza. Mwenyekiti wa kijiji, Mheshimiwa Diwani, Mheshimiwa Mbunge, pangeni huo mkutano, wasiliana na Mheshimiwa Waziri, mje hapa mliongea hilo jambo la madini na liishe kabla ya bunge kuanza. Bunge linaanza tarehe 31, kuanzia leo mpaka tarehe 31 Waziri wa Madini atakuwa amefika hapa. Awali mbunge wa jimbo la Msimbo Mheshimiwa Anna Lupembe amewasilisha kero mbalimbali ya madini na maeneo ya kulimia wananchi wa kijiji cha Starlike, na hapa anaeleza. Kijiji cha Starlike na kijiji cha Igongwa, wananchi wapatao 600 hawana sehemu ya kulima. Hekta 1700 imechukuliwa na watu wachache 9 tu. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba alitoa fursa ya wananchi kuwasilisha kero zao wakati akikagua daraja la Katuma la mita 55 ambalo ni kiunganishi kati ya mkoa wa Katavi na Rukwa lenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 9, ambapo fedha hizo zimetolewa na serikali na Benki Kuu ya Dunia, na hapa baadhi ya wananchi wakielezea kero zao. Kwanza alipoongelea kuhusu machimbo, kuna athari kubwa wanapochuja kemikali yao. Kuna mto huo wanamwaga yale masumu kwenye mto, samaki zinakufa, watoto wetu wanaenda kuogelea hapo mtoni. Kuna athari gani zitakuta ndani ya miaka 5 mbele? Hilo naomba ulifanyie kazi. DC anasema na mwanasheria wa halmashauri wamepelekeza kwenye kamati watu wasiende. Cha ajabu mpaka anapokuambia dakika hii mpunga kule umesimama, anaelima nani kama sio mwananchi? Nani? Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, naitwa Pasco Katona wa Channel 10. Asante Pasco Katona kwa taarifa hiyo. Bunge la Ethiopia limetangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa, huku idadi ya waliofariki kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi katika eneo la kusini la Goma ikiongezeka na kufika watu 80. Bunge la Ethiopia limetangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa kufuatia ongezeko la vifo vilivyosababishwa na mafuriko na maporomoko ya ardhi katika eneo la Goma kusini mwa nchi hiyo, ambapo hadi sasa watu 80 wamethibitishwa kufariki dunia. Kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Facebook, bunge hilo limesema maombolezo hayo yataanza Jumamosi, huku juhudi za utafutaji na uokozi zikiendelea kwa watu wengi ambao bado hawajulikani walipo. Awali polisi walionya kuwa idadi ya vifo inaweza kuongezeka na kufikia zaidi ya watu 100 kutokana na ukubwa wa maafa hayo, huku mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema maelfu ya watu wamepoteza makazi yao kutokana na janga hilo, huku WHO ikituma timu za dharura kusaidia huduma za afya katika maeneo yaliyoathirika. Mvua kubwa ilionyesha wiki hii katika eneo la Gamo pia imesababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu na kuathiri maisha ya wakazi wengi. Na kwingineko ni kwamba serikali imewataka viongozi wa majukwaa ya uwekezaji wanawake kiuchumi katika ngazi ya mtaa, kata, halmashauri na mkoa kuyaendesha majukwaa hayo bila kuyafungamanisha na vyama vya siasa, huku wakihimizwa kuwasaidia wanawake kunufaika kiuchumi kwa kutumia fursa mbalimbali za kupata mtaji badala ya kutegemea mikopo ya 10% kutoka halmashauri pekee. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Wito wa serikali umetolewa jijini Dodoma na mkurugenzi msaidizi wa idara ya maendeleo ya jinsia kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Juliana Kibonde, alipomwakilisha mkurugenzi wa idara hiyo Badru Abdunuri
wakati akifungua mafunzo ya uwezeshaji wanawake kiuchumi kwa waratibu na viongozi wa majukwaa hayo mkoani hapa. Na ukiangalia 10% ilivyo kulingana na mapato yetu ya halmashauri yalivyo, hatuwezi kutosheleza vikundi vyote. Utaona tu vikundi vipata mikopo 3, havijapata mikopo 6. Sasa hawa 6 tunawafanyaje? Ndio wale wadau, ndio zile fursa, ndio zile kujitanua. Kwa sababu ndani ya majukwaa yetu, ndani ya vikundi vyetu, sio wote watahitaji tu vile 10% kwa sababu hatutatoshea. Tunafanya nini sasa? Njia nyingine mbadala ya kuhakikisha wanawake wote wanapata mtaji, wanawake wote wanapata mikopo. Ameongeza kuwa majukwaa hayo yanaenda sambamba na utekelezaji wa programu ya kizazi chenye usawa inayolenga kuongeza ushiriki wa wanawake katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii, huku afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Dodoma Honorata Rwegasila akisema kuwa mafunzo hayo yanalenga kuwawezesha waratibu na viongozi wa majukwaa kuimarisha utendaji wao katika kusimamia majukwaa ya uwezeshaji wa wanawake kiuchumi katika ngazi mbalimbali. Kila mtu amefika kwa nafasi yake ili tutakayoyapata kupokea kutoka kwa wenzetu kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii twende tukayafanyie kazi katika maeneo yetu. Miongoni mwa changamoto zinazowakabili wanawake kwenye maeneo mbalimbali nchini ni kukosa haki na uwezo wa kumiliki ardhi, ambapo mwenyekiti wa majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi mkoa wa Dodoma Mary Mabaya anaeleza namna jukwaa hilo linavyowasaidia wanawake wa Dodoma. Mkoa wa Dodoma tulimwomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa mwaka jana na tukaeleza changamoto za wanawake ambao hawawezi kumiliki ardhi kwa wakati. Na kwa sasa tumepata fursa, wanawake wana uwezo wa kumiliki ardhi kwa kulipa kidogo kidogo ndani ya mwaka mzima. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Asante Amani Mbando kwa taarifa hiyo. Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Leila Mohamed Musa, amesema wizara yake imefanikiwa kwa kiasi kikubwa kupunguza tatizo la wanafunzi kusoma kwa mikondo miwili katika shule za msingi na sekondari. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka Pemba inafafanua zaidi. Waziri Leila ameyasema hayo wakati akizungumza na washauri wa walimu wa mkoa wa Kusini Pemba, akibainisha kuwa hatua hiyo inalenga kuboresha mazingira ya kujifunzia na kupunguza msongamano wa wanafunzi darasani. Lakini tulipo ishara zinaonekana. Kwa sekondari tumeshafika 80% ya kuondoa wanafunzi kwenye mikondo miwili ili waingie mkondo mmoja. Na kwa msingi tumefikia 70%, bado 30%. Maandalizi 100% wote wanaingia mkondo mmoja. Nia yetu ngazi zote waingie mkondo mmoja. Ili na sisi washauri walimu kazi yetu ndio tunaifanya kwenye muda mahsusi tunajua. Kwa sababu maana yake hapa ikiwa shule inaingia jioni, wewe mshauri ufuate yule jioni. Ikiwa inaingia asubuhi, umfuate asubuhi. Naibu Katibu Mkuu Tawala Wizara ya Elimu, Amos John Henok, kwa upande wake amesema kuwa mageuzi ya wizara yanaanzia ngazi ya chini ili kuhakikisha mabadiliko ya elimu yanakuwa ya kudumu na yenye tija. Sasa hatuwezi kufanya mageuzi ya elimu huko juu, lakini huko chini sasa ambapo sisi ndio wasimamizi wa mageuzi yenyewe tukawa hatuna mwelekeo mzuri. Kwa hiyo tunapita katika kila kitengo kuona sasa ni kwa jinsi gani tunahamasishana na kwa jinsi gani tunaona kuna changamoto gani huku kwenye sekta zetu. Kituo kinahudumia skuli 69 za serikali kwa mchanganuo ufuatao: skuli 11 maandalizi pekee, skuli 6 msingi pekee, skuli 26 maandalizi na msingi, skuli 4 msingi na kati, na skuli 22 za sekondari. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante Masanja Mabula kwa taarifa hiyo kutoka Pemba. Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Tabora imeelekeza serikali kuchukua hatua madhubuti na za haraka kudhibiti vitendo vya uharibifu wa misitu vinavyoendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo ya hifadhi mkoani humo kufuatia ongezeko la shughuli za kibinadamu zinazochangia uharibifu wa rasilimali za misitu, hali iliyotajwa kuwa tishio kwa uhifadhi wa mazingira na maendeleo endelevu. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora ana undani wa taarifa hiyo. Ni katika kikao cha halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Tabora cha kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya mwaka 2020-2025 kwa kipindi cha miezi 6, ambapo chama hicho kimetoa azimio hilo ambalo limegongelewa nyundo na wajumbe wa kikao hicho.
Tunao wavunaji wakubwa wa mbao na magogo yanayovunwa kwenda Dar es Salaam na mikoa mingine yote. Magogo yetu ya mikulungu yanatoka Sikonge, Mheshimiwa Mwenyekiti, yanasafirishwa kwenda China. Lakini sasa funga kazi ni kwenye mkaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkaa unateketeza misitu yetu. Sisi kama Uyui tumeshapitisha azimio. Ni kweli alichokisema mwenyekiti wa Sikonge kwamba kwenye mkaa watu wanajifichia kwenye kivuli cha kusafisha mashamba. Tumeomba serikali tusaidie. Kabla ya kupitisha hivyo vibali, tujiridhishe kabla ya kupitisha kweli ana hilo shamba. Swala la mazingira ni swala pana, swala nyeti, tusilifanyie mzaha. Na mimi na imani kabisa halmashauri zingine mlizoanza kuchukua hatua, endeleeni hivyo hivyo. Watoaji wa vibali, narudia, ni viongozi wetu wanaoongoza serikali ngazi ya wilaya, wamesikia. Akitolea majibu jambo hilo, mkuu wa mkoa wa Tabora Bwana Paul Chacha ametangaza kufuta vibali vyote vya mkaa kuanzia leo na kuanza operesheni maalum ya kuwakamata wanaoingia hifadhini na kukata miti kinyume na sheria. Haya maelekezo hayahitaji hata kwenda kukaa kikao. Ni hapa hapa vibali vya uvunaji wa mikaa. Yaani nimevifuta vyote. Wakuu wa wilaya mkitoka hapa mkakae na mameneja wa TFS. Mwende mkae, hakuna kibali cha mkaa kutoka Tabora. Katika hatua nyingine, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tabora Saidi Nkumba amehimiza kuimarishwa kwa umoja na mshikamano ndani ya chama hicho, akiwataka viongozi na wanachama kushirikiana kwa karibu katika kutekeleza majukumu ya chama na serikali. Swala la umoja, swala la mshikamano, swala la upendo ndani ya chama, ndani ya viongozi linakuwa ni jambo linalopewa kipaumbele. Kutoka hapa katika ofisi za CCM hapa wilayani Nzega mkoani Tabora, ambapo halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Tabora imefanyika hapa. Adela Moses, Channel 10. Asante Adela Moses kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Serengeti Angelina Marco amewaongoza Waislamu zaidi ya 1500 katika iftari iliyoandaliwa na Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Limo Nyansaho, huku akiwataka wananchi kutumia funga zao kukemeana na kuacha visasi na tabia kujichukulia sheria mkononi kwenye maeneo yao. Tupate taarifa zaidi kutoka Mara. Sami Allahu liman hamida. Bi Angela Maiko ametoa kauli hiyo katika iftari iliyoandaliwa na Nyansaho Foundation hapa wilayani Serengeti mkoani Mara, ambapo amesema mwezi huu wa Oktoba ukawe funzo kwa Watanzania wa wilaya ya Serengeti kuacha kujichukulia sheria mkononi na kusameheana. Hiki ni kipindi cha kwanza ambapo tunakutana Waislamu na Wakristo kuanza kufunga kwa siku moja. Kwa hiyo niwaombe wenzangu kupitia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na vile vile kwa lazima tuendelee kupendana, kuombeana, kusameheana na kuwa kitu kimoja. Kwa upande wake, shehe wa wilaya Serengeti amesema wao wamejitwika swala la kulinda amani na kusimamia amani kwa nguvu zote kupitia kamati zao za maridhiano. Tunaahidi kama raia wa Tanzania hii kwamba tutalinda amani na hatutoshiriki kwenye vitendo vya kiharifu vya kuvunja amani. Swala la kuchukua sheria mkononi lina madhara makubwa sana kuliko kupitia kwa utaratibu wa kisheria ambao unaopaswa kufuatwa kiserikali na kijamii. Mratibu wa taasisi ya Nyansaho Foundation kanda ya Ziwa Bi Modesta Mwema amesema iftari hii ya pamoja imerejesha mahusiano kwa kiasi kikubwa na upendo katika jamii. Sisi kama taasisi tunajisikia faraja kwa sababu tunajumuika pamoja na ndugu zetu, lakini pia wanaendelea kutuombea na sisi tunaona ni sehemu ya kuonyesha mahusiano mema pamoja na ndugu zetu wa dini ya Kiislamu pamoja na Wakristo. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Asante Musa Makali kwa taarifa hiyo. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limesema limefanya shambulio la anga dhidi ya kituo cha kuhifadhia silaha kusini mwa Lebanon baada ya kugundua wanachama wa kundi la Hezbollah wakisafirisha roketi kwenda katika ghala hilo. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi hilo, tukio hilo lilitokea katika eneo la Al-Majdel siku ya Ijumaa, ambapo wanachama wa Hezbollah walionekana wakipeleka silaha katika kituo hicho. IDF imesema dakika chache baadaye ndege za kivita za jeshi la anga la Israel zilishambulia ghala hilo na kuwaua wanachama hao waliokuwa wakisafirisha roketi hizo. Taarifa hiyo ilitolewa kupitia chapisho kwenye mitandao ya kijamii ya jeshi hilo. Bado haijajulikana kama kumekuwa na majeruhi wowote, japo kuwa hadi sasa zaidi ya watu 770 wameuawa nchini Lebanon tangu kuanza kwa vita,
kulingana na Wizara ya Afya ya nchi hiyo. Katika kuelekea maadhimisho ya siku ya misitu duniani pamoja na kampeni ya upandaji miti kitaifa inayotarajiwa kufanyika katika wilaya ya Lindi mkoani Lindi, wananchi wa wilaya hiyo wamejitokeza kupanda miti 1500 ya matunda na vivuli katika shule ya msingi Msinjahili, huku wakitakiwa kutunza mazingira kwa kufanya zoezi hilo liwe endelevu. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Aidan Muhando. Akiongoza zoezi hilo la upandaji miti katika juma la kuelekea siku ya maadhimisho ya misitu duniani pamoja na kampeni ya upandaji miti kitaifa, mkuu wa wilaya ya Lindi anasema maadhimisho hayo yanafanyika kwa vitendo, kwani upandaji miti umekuwa ukiendelea katika maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo. Tupo katika maadhimisho haya na tunafanya maadhimisho kwa vitendo kwa kupanda miti ili kuweza kuienzi na kuidumisha kauli mbiu ambayo inasema misitu ni uchumi endelevu, tuhifadhi kwa maendeleo ya taifa. Uhifadhi huo unatokana na jitihada zinazofanyika kwa pamoja. Tupo na TFS, wakala wa misitu, tupo na Wizara ya Maliasili na Utalii. Afisa misitu mkuu kutoka idara ya misitu na nyuki, Wizara ya Maliasili na Utalii, anaeleza sababu za maadhimisho hayo kufanyika kitaifa mkoani Lindi. Mkoa wa Lindi umechaguliwa kwa ajili ya maadhimisho haya ya siku ya misitu duniani na kampeni ya upandaji miti kwa sababu upande huu wa kusini bado wanaendeleza uhifadhi mzuri sana wa misitu na bado kuna coverage nzuri sana ya misitu, uoto wa asili upo wa kutosha. Kwa hiyo tumeamua kuja huku ili tuweze kuwatia moyo waendelee kuhifadhi misitu zaidi. Sisi kama shule tutaendelea kuitunza miti hii kwa sababu itatujengea historia katika shule yetu. Kutoka mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10. Asante Aidan Mhando kwa taarifa kutoka mkoani Lindi. Kwingineko ni kwamba serikali ya mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la Ubelgiji Enabel wamewakutanisha wadau wa sekta binafsi ili kujadili fursa za kukuza uwekezaji, biashara na ukuaji jumuishi wa uchumi, ikiwa ni moja ya njia ya kuandaa wafanyabiashara na wajasiriamali wazawa kuchangamkia fursa za uwekezaji katika kipindi hiki ambacho serikali inaufungua mkono huo kuwa kitovu cha kibiashara kwa nchi za Burundi, Kongo DRC na Zambia. Taarifa zaidi na Mwajabu Hoza kutoka Kigoma. Kauli hiyo imetolewa wakati mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro akifungua mjadala wenye lengo la kukuza uwekezaji, ambapo amesema Kigoma ina fursa kubwa ya kuwa kitovu cha kibiashara kutokana na kupakana na nchi jirani. Katibu tawala mkoa wa Kigoma Hassan Rugwa anasema serikali itashirikiana na wadau ili kuwaonyesha njia wajasiriamali na wawekezaji. Kwa sasa hivi tunapokea wawekezaji wengi, hakuna siku ambayo tupokee wawekezaji kwenye maeneo mbalimbali. Lakini sisi tumeamua kuanza na nyie, na sisi tumewashirikisha Enabel kwenye perspective hii ili kuwajengea uwezo zaidi nyie ili muweze kushindana. Kigoma is ready to grow, ready to trade, ready to innovate and ready to lead. But readiness alone is not enough. Readiness needs opportunity, and opportunity needs partnership. And that is exactly why we are here together today. So let's use this morning to look forward, to imagine widely, to challenge constructively, and to shape a future where Kigoma becomes a model of inclusive, locally driven economic transformation. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro akawasisitiza wadau wote kujadili kwa mapana na kutoa suluhisho la nini kifanyike katika kukuza uchumi wa mkoa kupitia uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali. Na wasihi kushiriki majadiliano haya kikamilifu na kupata mwafaka mzuri wenye kusudi la kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji mkoa wetu wa Kigoma. Mazungumzo yetu haya hayatakuwa na maana na tija kama tutazungumza tutayaacha hapa bila kuyafanyia kazi. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Asante Mwajabu Hoza kwa taarifa hiyo kutoka Kigoma. Mkuu wa wilaya Iringa Benjamin Sita kupitia ofisi ya Waziri Mkuu Management ya Maafa amekabidhi msaada wa kibinadamu na ujumuisha mahindi tani 6, maharage kilo 500, magodoro 100 na mablanketi 100 kwa wananchi 214 kutoka kaya 62 za kijiji cha Idodi, kata Idodi katika halmashauri ya wilaya ya Iringa walioathirika na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Iringa. Kati ya kaya 62 zilizoathirika na mafuriko hayo, kaya 9 zimepoteza makazi baada ya nyumba zao kubomoka, hali iliyowaacha bila sehemu salama ya kuishi. Clement Sanga na undani wa taarifa hiyo kutoka Iringa.
Akisoma taarifa ya tathmini ya awali ya mafuriko hayo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Iringa Saumu Kweka amesema msaada huo ni sehemu tu ya juhudi za serikali katika kuwapunguzia athari za machungu waathirika wa maafa hayo, huku akibainisha kuwa hakuna mtu aliyepoteza maisha kutokana na tukio hilo. Jumla ya kaya 52 sasa ni kaya 62 kama ilivyoelezwa mwanzo, zenye jumla ya watu 184 ziliathirika. Aidha, mpaka kufikia tarehe 12 Machi, jumla ya kaya 62 zenye watu 214 zimeathirika. Kati ya kaya 62, kaya 9 nyumba zao zimebomoka kabisa na hivyo kosa makazi kwa kaya 53 zimepata uharibifu wa vitu vya ndani na chakula. Akikabidhi msaada huo, mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita ametaja vitu vilivyotolewa na serikali kwa waathirika wa mafuriko hayo. Tumepata tani 6.5. Tumepata magodoro 100 kama mnavyoona hapo mbele, lakini tumepata mablanketi pia 100. Kwa hiyo kutokana na tathmini iliyofanyika, walioathirika sana watapata magodoro pamoja na mablanketi, lakini ambao wameathirika kwenye upande wa chakula, ndio chakula hiki kimepangwa. Nashukuru kwa waliotuletea msaada huu. Asanteni sana, nashukuru sana, na tuendelee kutuangalia kwa macho ya huruma. Namshukuru sana Mama Samia kwa alipotufikisha hapa. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Asante Clement Sanga kwa taarifa kutoka mkoani Iringa. Vikundi 61 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kutoka maeneo mbalimbali ya halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe mkoani Njombe vimekabidhiwa hundi za mfano za mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 595 kupitia mpango wa mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri kwa makundi maalum. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe. Mikopo hiyo imetolewa kwa kushirikiana na benki za CRDB na NMB baada ya vikundi hivyo kukidhi vigezo vilivyowekwa, ikiwa ni sehemu ya jitihada za serikali za kuwawezesha wananchi kiuchumi na kuongeza mitaji kwa ajili ya shughuli za uzalishaji na biashara. Namshukuru Mungu kwa tulipofanikiwa mpaka hapa kupewa cheti na zawadi mbalimbali na halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe, na malengo yetu makubwa mpaka sasa hivi tunatarajia kukopa milioni 60 yenye thamani ya bajaji 5. Tulichukua mkopo wa milioni 15 ambao tulinunulia ng'ombe wa maziwa ambao mpaka sasa tuna ng'ombe 9. Jana waingie kwenye mikopo kwa sababu mikopo yarahisisha ni umakini tu namna kuendesha ile hela. Wanachofeli kwa sababu zile hela hawapei kwenye mipango mahususi ambao wameandikwa kwenye maandiko. Akizungumza wakati wa makabidhiano ya hundi hizo, mkuu wa wilaya ya Wanging'ombe Zakaria Mwansasu amepongeza vikundi hivyo kukidhi sifa za kukopesha na kuwataka kuwa mfano mwema wa kutumia fedha hizo kujiletea maendeleo ya kiuchumi. Hakuna figisu zozote au mlolongo wowote wa kwamba utakutana na kigingi. Ni nyie kutengeneza kikundi, na hicho kikundi kikikidhi matakwa ya kanuni na sheria unapata fedha. Lakini ambacho tunawasihi, hii fedha haina riba, ni katika kuwawezesha wananchi kwamba mpige hatua. Kwa upande wake, meneja wa benki ya CRDB wilaya ya Wanging'ombe Fred Mahenge amewataka wanufaika wa mikopo hiyo kutumia fursa za uwepo wa taasisi za kifedha kwa malengo yaliyokusudiwa. Nimeona hapa kuna watu wamepewa vyeti kwa ajili ya uaminifu. Mimi ningewashukuru sana halmashauri kwa sababu hivi vyeti ndio dhamana pekee ya kuja kuionyesha kwetu sisi tuweze kuwapa mikopo mikubwa zaidi baada ya hii kuwa ameitumikia vizuri. Kutoka katika ukumbi wa halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe mkoani Njombe katika zoezi la utoaji wa mikopo ya 10% kwa wana vikundi mbalimbali, naitwa Michael Patrick. Taarifa ya Michael Patrick inatuwekea kutoka kwenye habari za kitaifa na kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, kisha atarejea hapa Esther Mtebe kutujuza habari za michezo kitaifa na kimataifa. Usiondoke, endelea kutazama Channel 10+.